Watu wasioona wamesoma hapa kwa kipindi chote mpaka mwaka 2018 ambapo tuliamua kufanya elimu jumuishi. Kwa hiyo sasa hivi tunajumuisha watoto wasioona, watoto wenye uoni hafifu pamoja na watoto wengine wanaoona kabisa. Hawa wanafunzi wasioona na wenye uoni hafifu wanaishi hapa shuleni na wanatoka mikoa tofauti tofauti, lakini tuna wanafunzi wachache kama 35 ambao wanakaa day. Na hapa shuleni capacity ya shule ni kuchukua wanafunzi 75 wanaokaa bweni. Kwa mwaka huu tuna wanafunzi 105 ambao washafika shuleni. Wavulana wakiwa ni 50 na wasichana 55. Tunafanya kazi na wadau mbalimbali kwa sababu pamoja na kwamba serikali inafanya kwa sehemu kubwa kwa maana ya kuajiri walimu, kuleta chakula cha wanafunzi pamoja na vifaa vya kujifunzia na kufundishia, lakini kuna bajeti ambayo huwa inapelea. Tuna watumishi wengine ambao sio watumishi wa serikali, wao wanalipwa na kituo. Kwa hiyo tunafanya kazi na wadau tofauti tofauti ndani ya nchi na nje ya nchi. Mara nyingi wadau wa ndani wanapotutembelea, wengi wanauliza mahitaji ya watoto. Hapa tuna watoto wenye uoni hafifu, huwa wanahitaji daftari, kalamu, lakini vitu kama sabuni, mafuta ya kupaka, dawa za mswaki havipo kwenye zabuni ya serikali. Tunategemea wadau mbalimbali. Lakini tunapokaa na wanafunzi hapa, wanafunzi wanaletwa kuanzia Januari mpaka mwezi wa 6 ndio unamuona mzazi. Kwa hiyo hata nguo zao wakati mwingine zinafanyaje? Zinachakaa. Yebo na vitu vingine, wanahitaji vitu kama hivyo kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Watoto hawa wanapokuwa hapa, hakuna mzazi wa kusema jioni au Jumapili anaweza akamletea juisi au pipi. Kwa hiyo wadau mbalimbali ndio wanaoweza kusaidia vitu kama hivyo. Vikiwepo Jumapili, watoto wamefurahi, wametoka ibada, wako hapa washakula, unaweza ukawapa chupa ya juisi kila mmoja, na wenyewe wanaenjoy, wanajisikia kama wako nyumbani. Hivyo ni vitu ambavyo tunavipata kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunapozungumzia mahitaji ya watoto ni mengi kama yale tu ambayo tunawapatia watoto wengine wakiwa nyumbani. Kwa kusema hayo basi, nichukue nafasi hii kuwakaribisha tena. Karibuni sana. Kama kuna swali linalohitaji ufafanuzi, karibu. Asante sana.